Chama cha majaji na mahakimu nchini Tanzania kimewahakikishia Watanzania kuwa wanachama wake wataendelea kutoa maamuzi kwa haki na kwa kufuata sheria bila kuingiliwa na mamlaka za uteuzi. Kauli hiyo imetolewa mkoani Morogoro na rais wa chama cha majaji na mahakimu nchini Tanzania, Jaji John Kayoza, alipokuwa akizungumza na wanahabari maandalizi ya mkutano mkuu wa uchaguzi wa viongozi wa chama hicho unaotarajiwa kufanyika Aprili 15 mwaka huu mjini Morogoro. Lengo lilivyo kama hitaji muhimu la kukuza na kulinda haki za binadamu. Kwa sababu tunasema mahakama isiyokuwa huru, mahakimu wasiokuwa huru, majaji wasiokuwa huru ni hatari kwa haki za binadamu na haki za wananchi kwa ujumla. Kwa sababu hakimu asiokuwa huru, jaji asiokuwa huru, ni rahisi sana kuingiliwa na akatoa maamuzi ambayo si ya haki. Ni rahisi sana kuingiliwa na akapendelea upande mmoja. Lakini ambaye ni huru kwa msingi ya kwamba, na huru hapa tunamaanisha mambo makubwa kwamba asitishiwe kwamba usipohukumu hivi utafukuzwa kazi. Kwa hiyo lazima ajira zao zilindwe, na chama chetu kimekuwa kinasisitiza kwamba ajira za majaji na mahakimu zilindwe. Kiasi kwamba mtu asitishiwe kwamba tu usipohukumu hivi utakufukuza. Kwa hiyo ndio naona kuna misingi mikubwa, na tunashukuru sasa mpaka mahakama yetu ya Tanzania, mahakama yetu kwamba wameendelea kulinda na kutekeleza, lakini na nchi kwa sababu hitaji liko kwenye katiba la kwamba ni ngumu sana, kwa mfano rais akishamteua jaji kumuondoa ni ngumu sana, kusudi isije siku moja katisha kwamba usipohukumu hivi nitakuondoa. Hata kwa mahakimu wetu kusudi waondoe mahakimu lazima ufuate utaratibu ambao hupo kisheria na ni bayana. Uwezo kaamka asubuhi kasema kwa kuwa hakimu hujatoa hukumu ya kumpendelea mtu fulani au kwa nini usifanye hivi nitakuondoa kazini. Ipo utaratibu ambazo zimewekwa ngumu kidogo kuhakikisha kwamba zinalinda mahakimu na vitisho hivyo waendelee kufanya kazi zao kwa uhuru. Aidha, katika kikao hicho Jaji Kayoza pia amewataka Watanzania kuendelea kuwa na imani na mahakama, akisisitiza kuwa chombo hicho ndicho kinachopaswa kusimamia haki katika jamii, huku hakimu mkazi Lazaro Magai akieleza mkutano huo unatarajiwa kuwa sehemu ya majadiliano ya kina kuhusu mustakabali wa mahakama nchini, ikiwa ni pamoja na kulinda na kuimarisha uhuru wa mahakama na majaji katika kutenda haki yao ya kikatiba. Na mkutano huu ni muhimu sana kwa sababu ni mkutano wa uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari na wananchi, chama cha majaji na mahakimu kina uongozi. Uongozi wake kinaongozwa na mkubwa wa chama hicho ambaye anajulikana kama rais wa chama cha majaji na mahakimu. Anakuwa na makamu wa rais wa chama hicho, lakini kinakuwa kina katibu wa chama na katibu msaidizi wa chama, kina mweka hazina, lakini pia kina katibu mwenezi. Hao ndio viongozi. Sasa viongozi wanakuwa kwenye madaraka kwa muda wa miaka 3, na sisi tuseme tuliteuliwa mwaka 2021 Disemba. Kwa hiyo kufikia Disemba 24 tulikuwa tumemaliza muda wetu wa miaka 3. Watachagua, wako huru kumchagua mtu anayemtaka, na tutarajii na haijawahi kutokea uchaguzi aidha kwenda kinyume na matakwa ya wanachama, kwa maana ya aidha wizi wa kura, kwa sababu ni uchaguzi ambao unafanyika wazi. Kwa hiyo kwa vile sasa tumeshatoa notes na wanachama wanafahamu tarehe ya uchaguzi, kwa hiyo wanachama watakuja wakijua kabisa tunaenda kufanya uchaguzi mkuu. Lakini uchaguzi huo pia utatanguliwa na baraza tendaji la chama cha majaji na mahakimu, ambalo ndo think tank ya chama chetu cha majaji na mahakimu.